Kwanza, jambo la kujivunia ni kwamba tumeweza kuenzi kazi kubwa ya walioifanya waasisi wa muungano wetu, baba zetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amani Abeid Karume. Tangu mwaka 64 tumeweza kuenzi muungano wetu. Mafungamano kati ya pande zetu mbili yameendelea kukua, yamekuwa kifamilia, yamekuwa kijamii, yamekuwa kibiashara na yamekuwa kiuchumi, mbali kisiasa, ambao ndio ulikuwa msingi wa muungano wetu. Tumeweza kuukuza katika nyanja zote hizo. Naweza kusema sasa umekuwa muungano wa udugu wa damu zaidi kuliko vigezo vingine vyote. Pamoja na muungano wetu tumeweza kulinda uhuru na mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na hali kadhalika kudumisha umoja, amani na utulivu nchini. Hizi ndizo tunu kuu na za msingi kwa maendeleo ya taifa letu, na hizi niwaambie, tutazilinda kwa bidii zetu zote, kwa bidii kubwa. Tunakwenda kulinda tunu ya muungano, amani, utulivu na amani ndani ya nchi yetu. Sifa hizi ndizo zimejenga taifa la Tanzania na utambulisho wa kipekee kikanda na kimataifa. Imekuza uhusiano wetu wa kidiplomasia na kutufanya kuwa mbia muhimu sana na wa kutegemewa duniani. Na hii imefungua milango ya ushirikiano na fursa zaidi kwa Watanzania. Sasa hivi Watanzania huko duniani tunatembea kifua mbele. Kitaja Tanzania mtu anakuuliza Mama Samia, ndiyo, taifa linajulikana. Hivyo basi, katika jitihada za kuhifadhi urithi na kujenga uelewa wa muungano kwa vizazi vya sasa na vijavyo, tunakoendelea mbele na mkitupa ridhaa ya kuendesha nchi hii, tunakwenda kuanzisha kituo cha kumbukumbu na nyaraka za muungano wa Tanzania, wa Tanganyika na Zanzibar, muungano wa Tanzania, ili iwe ndio kituo ambacho vijana wetu na watu wote wanaotoka nje waingie, wasome na wajue muungano wetu una maana gani, umeanzaje na tunauendeleza vipi. Muungano oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania oye!